Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaendelea kuzorota kufuatia matukio mfululizo ya mapigano, uvumbuzi wa silaha, migogoro ya ndani ya makundi yenye silaha pamoja na ajali katika maeneo ya migodi. Mapigano makali yameripotiwa Machi 4 mwaka 2026 katika eneo la Nyamirembe, Ndolera, mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini. Mapigano haya yalianza majira saa 3:07 asubuhi, yakihusisha vikosi vya wazalendo kwa kushirikiana na jeshi la serikali ya Kinshasa dhidi ya makundi yenye silaha yanayotuhumiwa kuvuruga usalama wa eneo hilo. Hali hiyo imesababisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani, huko baadhi ya wakazi wakielekea na Mutiri na wengine kukimbilia Luvungi, maeneo yanayotajwa kuwa salama kwa sasa. Katika wilaya ya Fizi, hususan na eneo la Mikenge, taarifa zinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa muungano wa AFC M23 pamoja na washirika wao walikamatwa mateka na vikosi vya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mateka hao walikiri kupoteza idadi kubwa ya wapiganaji katika mapambano ya hivi karibuni na kueleza majukumu yao ndani ya muungano huo. Mapigano hayo yanaelezwa kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali, huku hofu na taharuki zikiendelea kutanda katika maeneo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Leo tarehe 5 Machi mwaka 2026, zaidi ya wanamgambo 30 wa kundi la M23 wameripotiwa kukamatwa na wapiganaji wa wazalendo katika eneo la Katoi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za awali, operesheni hiyo imefanyika katika mili wa Kivu Kaskazini, hususan katika eneo la Katoi, kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya pande husika. Inaelezwa kuwa baada ya kukamatwa, baadhi ya wanamgambo hao walikabidhiwa mikononi mwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hata hivyo, mapigano yameripotiwa kuendelea katika maeneo kadhaa licha ya hali mbaya ya hewa inayokumba ukanda huo. Katika mji wa Mboko, baada ya siku kadhaa za utulivu, milio ya risasi ilisikika tena usiku wa kuamkia Jumatano majira ya saa 6 usiku, hali iliyorejesha sitofahamu miongoni mwa wakazi. Ndiyo ndugu mtangazaji, yapata siku za kutosha kabisa tusikie mlio wa risasi, na unajua kwamba usalama ni kitu cha muhimu katika maisha ya wanadamu. Tumesikia milio ya masase mawili matatu, lakini ambao hatukujua chanzo ilikuwa nini. Kwa hiyo tunaweza ambia watu wa sekta Tanganyika wawe tulivu na vyombo vya usalama viwe makini kabisa. Asante sana ndugu mtangazaji. Wakati huo jeshi la serikali limetangaza kugundua ghala la silaha lililokuwa limefichwa katika eneo la Mgodi ndani ya wilaya ya Jugu mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa msemaji wa sekta ya operesheni za jeshi Ituri, Luteni Jile Ngongo, silaha hizo ziligunduliwa wakati wa operesheni za kuimarisha usalama katika eneo la Mabisa. Miongoni mwa silaha zilizokamatwa ni bunduki za kivita aina ya AK-47, AK-56 pamoja na magazine. Jeshi limelaani kuwa silaha hizo zilifichwa na wanamgambo waliolazimika kukimbilia porini kufuatia mashambulizi ya operesheni za kijeshi. Jugu, eneo lenye utajiri wa madini hususan dhahabu, limeelezwa kuwa kitovu cha makundi yenye silaha yanayogombea udhibiti wa maeneo ya uchimbaji madini. Katika wilaya ya Shabunda mkoani Kivu Kusini, watu wawili wamepoteza maisha ndani ya wiki moja kufuatia mapigano kati ya makundi mawili ya wazalendo katika mihimili ya Kalole Masanganjia hadi Mukoloka. Mbunge wa taifa Placide Wenda amelaani vikali matukio hayo, akiyataja kuwa yanajumuisha vitendo vya mateso, ukatili na utekaji wa raia. Kwa mujibu wake, baadhi ya wakazi walikatwa masikio au kungolewa macho, huku mali za wananchi zikiporwa. Shule zimefungwa kwa zaidi ya wiki moja na wanaume wengi wamelazimika kukimbilia misituni kwa hofu ya kushambuliwa. Chanzo cha vurugo hizo kinaelezwa kuwa ni mgogoro wa uongozi na nafasi ndani ya uratibu wa ndani wa wazalendo, ambapo baadhi ya makamanda walihisi kutengwa na hivyo kuzua mvutano wa kugombea ushawishi na maeneo ya kimkakati ikiwemo maeneo ya madini.
Katika eneo la Rubaya, wilaya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini, juhudi za uokoaji zinaendelea siku 3 baada ya kutokea maporomoko ya udongo katika mgodi wa Kasasa. Hata hivyo, idadi kamili ya waathirika bado haijafahamika. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, eneo hilo linalodhibitiwa na waasi wa AFC M23 ambao wameripotiwa kuzuia raia kufika katika eneo la tukio. Hatua hiyo imezuia ndugu wa waathirika kupata taarifa juu ya hatima ya wapendwa wao. Aidha, kuna madai kuwa yoyote anayezungumzia hadharani tukio hilo hukabiliwa na hatari ya kukamatwa, hali inayoongeza hofu na wasiwasi miongoni mwa wakazi. Kwa jumla, matukio haya yanaongeza kuendelea kwa changamoto kubwa za kiusalama mashariki mwa DRC, ambapo migogoro ya makundi yenye silaha, udhibiti wa maeneo ya madini na mgawanyiko wa ndani vinaendelea kuhatarisha maisha ya raia na kuzoofisha juhudi za kurejesha mamlaka kamili ya dola. Serikali na vyombo vya usalama vimeendelea kutoa wito kwa wananchi kushirikiana nao kwa kutoa taarifa zinazosaidia kurejesha amani ya kudumu katika maeneo yaliyoathirika.